Wewe unaona mtu anaangalia maiti mpaka anafanya nini? Ana collapse. It is because of panic and fear. Mtu anashikaniwa, anapelekwa. That is because of panic, because of fear. Jambo lingine ni lack of energy. Mpaka nguvu zote zinafanya nini? Yaani mtu anaota ndoto mpaka anaishiwa na nguvu. Umewahi sikia kitu kama hicho? Mpaka nguvu zinafanya nini? Zinaisha. Yaani mwalimu wako kama ni principal umemwona mpaka kusimama uwezi. Mtihani ndio ule mpaka mikono vidole zinafanya hivi. Choo mara ngapi? 3 na mtihani haujafunguliwa. 3 times unaenda kwa choo kufanya nini? Kuhara imeanza. That is a significance of fear and a panic kwa huyu mtu. Kenya mpaka nikiwa Somali last year but one. Unajua those people they are very lazy mpaka hawawezi wakatengeneza Kenya. They take textbook wanakalia. Ukiwa huko wanatoa. Na before mtihani ufanyike wanakuonga pesa mingi sana ndio wainde hiyo siku. Na wale ambao hawajali wanachukua pesa. So unapata ya kwamba wakati ametoa Kenya wake mikono inaanza kufanya. Hakuna yani mtu kama bwana Kenya, mwalimu sisi walimu huwa hatuambii. Tunajua tu. Tunaangalia. Naona mtu anafanya hivi, anakuangalia hivi. Huyu mtu namwambia simama, napata kitabu ndio hiyo. Sisi hatujaambiwa na mtu. Your body has communicated to us. Hata mtu akifanya dhambi kwa kanisa, hivyo ndivyo inakuanga, fear inaingia. Ni kama wananiona, ni kama wakijua, hata wakijua watakusaidia na nini? Mwenye anaweza kusaidia ni Mungu. Ukiogopa wanadamu atakusaidia na nini? Solve your issue with your God. Another thing is dry mouth. Unapata mtu amekauka kabisa mdomo. Hata hakuna mate, ameishiwa. Na hiyo mliona last week but 1 but 2. Jambo lingine ni butterflies in stomach. Yaani hata mkiwa mnatembea mnaenda bara, unaona tu mtu hapo na butterfly kwa Kiswahili ni nini? Vipepeo. Kwa stomach kwa Kiswahili inaitwa tumbo. Kwa tumbo. Mimi unajua hiyo I don't know but I know butterflies in the stomach. Yaani unasikia tu unasikia maji kwa tumbo. Hiyo Masidi anaweza kuelezea wakati alipokuwa anajifungua mambo yalikuwa magumu sana. Ama niaje Masidi? Unasikia sijui mtoto atatoka aje, sijui atakuwa yaani mama anakuanga na mawazo mingi sana because of fear and panic. Ndiye ajui atakuja na mkono ama atakuja na mguu. Anaona mguu mmoja utakuja na mwingine urudi. So kwa stomach hao ndio wanajua ku experience butterflies. Those are physical symptoms ambazo unaweza kuona. Number 2 tuko na behavioral symptoms. Na zote tumetoka katika Psalms 56. Ukisoma in fact Psalms 56 yote utapata more revelation. Behavioral symptoms, sleep disturbances. Utapata mtu analala kwa shida usiku wote. Wengine wanasema utakuja lini? Kwa sababu ametembelewa na ndoto kama 3 ama 4 within the one night. Na zingine ni za kuongozwa. Amen. Kwa Biblia tumepata ya kwamba kuna mtu ambaye hakulala. Kuna mwingine alipewa mali yake, akaambia babake ampe, kijana mpotevu. Lakini ilifika wakati mpaka usingizi ukaisha kwa sababu ya kuongopa. Mimi nimemaliza pesa zile nilipewa, nitaenda kuambia baba aje, ataniona aje, watu wananielewa aje. Appetite disturbance. Hata tunapoongea kuna watu kukula wakuli kwa sababu ya fear. Mwingine ameambiwa stories za nyumbani mpaka hawezi kula kwa sababu mamake amelazwa hospitali. Kutokula kwako kunasaidia mama na nini? Amen. Praise the Lord, wale wanalala. Amen. So unapata ya kwamba mtu mpaka saa hii tunapoongea kuna watu wamepoteza appetite. Ile siku watu walikimbia wakaona mtu ameumia, wengine hawakula. Oh, by the way, kuna wasichana walisema tukuli. Psalms 56 soma pole. Ikiandikwa mimi sikukuepo na hii kitu haipo imefanyika, lakini Mungu alijua
That's why God gives us the best. Ati style kukula, nimeona vile fulani amekanyagwa. So kwa kutokula kwako kuna msaidia na nini na kuna kusaidia na nini? If that is not devil, it is devil, because you should eat, get the energy to pray because of quick recovery of that person. By panicking and worrying cannot add anything in your life. Cannot add one cute bit in your life. So you better eat so that you can pray for them. By the way, God is against kitu inaitwa huruma. Umewahi ona ndugu amerumia ndara mpaka amemhurumia. Masi aliona hiyo, Pastor Mkangai aliona. Mpaka ndugu dada analia. Unasema ni umeniacha wewe. Umeniacha mimi nakupenda. Mpaka mwanaume anasema one more time. Hallelujah. Devil must be addressed as devil. And the people must be addressed as people. Don't confuse devil and the people. People have no problem. The problem is devil. Hata kwa kanisa ukiona kanisa inaendelea vibaya, don't deal with the people, deal with the devil. Don't deal with the people, deal with the devil. Because it's devil who causes division between you and me. I should not attack people, but I should attack issues that are brought by devil. I should forgive you and deal with the devil. Because you have no problem, but the problem is devil. That is how grace is. Even if a brother is not doing well in the church, and everybody does not love that brother, all the people who don't love that brother, they prepare themselves to go to hell. And that brother is being prepared to God to come to repentance and go to heaven. Because by spreading Mushene, it is assisting devil to destroy the body of Christ. But when people have left me, I'm alone, that is the moment God can talk to me. That is the moment I can speak to God. Don't worry, even if you are mali yenu imechukuliwa, kwenu baba yenu ametupwa, that is the right time. You should tell God, teach me on how to love these people. Teach me on how to forget whatever they did to my children. Because the church of Christ is the church that has been given the means of reconciliation. The church of devil has been given the ministry of revenge. You should not answer evil with the evil. The Bible says, even if somebody claps you at this, just give him or her the other one. What does that mean? Don't fight for yourself. Wait Jesus to fight for you. When the favor of the people is upon you, one day, one time, it will wither. But when the favor of the Lord is upon you, it will be permanent. Therefore, it is high time for us, our brothers and the sisters, to rise and address devil as devil and the people as the people. And they love these people. Praise the Lord. Amen. The other thing is absenteeism. Ama mtu tuko na air hapa, lakini kichwa yake iko wapi? Nyumbani. Hata sio Mbaraka na sio Nyamwezi. Kichwa iko kwa block. Vile alikatwa, vile alizimwa. Anaona leo tazimwa. Anaongopa kuzimwa, but he's here. Have you ever seen mtu unamuongelesha lakini wewe kama mwingine hako hivi tu amelala kwake zake, lakini abana alikuja amka because that person is thinking of something, and that is fear and panic in him. So once he wake up, anaona kama wale watu wanaogopa ndio hao wamekuja. Naona wengine watu wote wadayas wanakanyangana. Devil must be addressed like devil and the people like people. God has given us the secret of devil, and he will never repeat such things in our lives, because the glory of God has appeared to us. Amen. Social withdrawal. Umewahi dada ndugu hata anajulikana apendani kuingiliana na wale wengine. Inamaanisha there is something which is disturbing that person, and that is fear and panic. Yenye alifanywa na wanaume, hakuna siku hatatamani kutembea na mwanaume.
is fearing something. He was raped. Pastor Mukangai na Mercy, they can tell you, because those have been Kaban commanders. Kuna wandada wanasema, madam, mimi mambo ya wanaume sitaki, niliraipiwa na sitawahi oleka. Mercy can tell you. Pastor Mukangai can tell you. My brother and my sister, forgive that person. Because hurting people, skiza hapa, when you hurt a person, and then you fail to talk to that person, the person you've hurt is not affected. But you assume you are the one who is affected. Because you keep it in your mind. That's why sometimes you forgive people and they go. Wengine wanasema tenda mema, nenda zako. By the way, unataka uwe mzuri kama chapati. Hakuna kama Yesu mwenyewe alikuwa Mungu na watu wakasema anatumia nguvu za ile shetani kubwa sana, ile pepo kubwa inaitwa mbele. Wewe ni nani unataka watu wakwambie uko mzuri? Unang'ang'ana na watu. The more you try to make people see you as a good person, the more they hurt you. Do good to God, and God will do good to all your people. And when you've done the best to God, God will cause all the people to love you. But you must pass test. Praise the Lord. Dreams of deceased. Wapendwa, kuna watu wanaota na watu waliokufa. Miaka 20, miaka 5. Hata nyanyako hujawahi muona. Bibi uzaliwa alikuwa amekufa na wewe unaota na yeye na hujawahi muona. Tunaota na watu waliokufa, nyoka ilimbisa, elephant. Wengine wanasema nimeota kanisa ikiwa na reddish. Dhambi imeingia kwa kanisa. Kwani Mungu anaongea na ndoto? Mtu akikula hatosheki hama shibe, lazima aote ndoto. Hawe ni pastor, hawe sio pastor, hawe ni Al-Shabaab, hawe ni Mkristo. Lazima ukishiba utaota ndoto. Na msiamini ndoto, amini neno la Mungu. Hapo ukiota mamako akiwa amekufa, amka na useme, the Bible says from the book of Jeremiah 29 verse 11 and 12, for God has good plans. Devil, I remind you, mom is alive and she will never die. Amen. Hadi ukisikia mamako ni mgonjwa, unaona moshari, unaona sanduku. Mbea madam aje kulala huyu hapo. Sisi tunajua kulala madam. Tafadhali wacha kulala. Tunamaliza. So unapata ya kwamba ni vibaya sana wapendwa. Ni vibaya sana kuignore mambo imeandikwa kwa Biblia. These things are in the Bible. Bwana asifiwe. Why do we need to be, overcome by things which God has revealed them to us? Ni watu wangapi ukiwa umelala unaona dada yako, ndugu yako akiwa anachapwa na wakora? They want to believe that, and the moment you believe that, now that fear becomes faith of that to happen. Na atachapwa. Wewe kijana ama mtu anaitwa Pastor Mukangai ametuma mke wake aende United States of America na anaona tu akitembea na mwanamume. Let me tell you. Fear itaingia ndani yake na atampigia simu. Ninaona wewe mambo yako ni mbaya. Uongo. Hiyo ni ndoto tu umefikiria Pastor Mukangai. Alafu sasa umeanza kususpect your wife. That's why how divorce and separation, kulingana na research that has been done recently, inasema zile ndoa ambazo zimefanyika katika kanisa ndio ziko na divorce sana kuliko zile zingine. Because they won't bring the spirit of suspect. Hata wewe umechumbia dada vizuri, ameenda attachment. Wewe unaona tu akiulizwa na manager kwa sababu manager ana pesa. Fear of unknown. It is the high time to tell the devil, we have known your plan. And this is the time I'm going to address you. I would address my wife to be. She has no problem. You devil coming in my mind and bringing him to me certain dreams and a vision. I rebuke you in the name of Jesus Christ. Everybody has the power to rebuke devil, not pastor. Don't call a pastor. When a problem comes, you should call the throne but not the phone. Some people rush to the phone instead of the throne. Everybody has been given the power to deal with the devil and the devils and the Satan.
and satanism. Some people, you hear them crying. Kama vile tumesoma Psalms 56. Ukiona mtu analialianga kila wakati. Kila wakati analilianga, akiongeleshwa na afande ama madam. There is fear in that person. Have you ever seen a kurutu ambaye hata akiitwa nongwe ni kulia tu? There is something that person is connecting. And that something happened to him or her long time ago. Emotional symptoms. Number 1, shock. And the number shock. Wewe umewahi ona mtu analetewa habari, anagongwa na shock, anaanguka. Hiyo inaitwa nini? Inaitwa emotional. Ama umewahi ona mtu, lakini wacha nisitumie hiyo mfano, mtanishika vibaya. Wacha nitumie tu hiyo ya mtu amesikia habari na ameanguka, amekufa. Huyo mtu chenye kinamfanya anguke akufe ni kitu inaitwa fear and panic attack. Number 2, guilt and self-reproach. Ukiona mtu kila wakati anajihukumu, na Biblia inasema vizuri from the book of Romans chapter 9 chapter 8 verse 1. There is now no condemnation for them those who are inside Christ. Ukiona mtu anajihukumu, there is fear in him or in her. Ukirudi na nyuma, there is something that he did or she did, and the devil is reminding. Amen? Anxiety, ambayo tulisoma from the book of Matthew chapter 6 25 to 34. Anxiety. Ukiona mtu akona anxiety, jua ya kwamba there is fear and a panic to that person. How are you supposed to help him or her? Reading the word of God to him. Si kumwambia nenda ufunge ndio Mungu akusaidie. Mungu hasaidii wale wanajisaidia. Mungu asaidii wale Mungu anasaidia wale hawawezi wakajisaidia. Lakini nyinyi mliambiwa God helps them those who help themselves. If you can help yourself, you don't need an helper. God helps them those who cannot help themselves. Wale wanasema siwezani na dhambi. Haki mimi nimeshindwa. Sheria siwezi, nimeshindwa. Jesus comes to hold you in your hands. And he will walk with you wherever you are. My son, my daughter, all the time. For God comes to empower us. That's why he said, and I go and I will send the Holy Spirit who will be your helper. Praise the Lord. If you are more powerful, you don't need Jesus. That's why Paul says, it's not me who live, but Christ who lives in me. If I were the one who is living, I could not do things which I cannot do. But now I can do all things, including passing out parade, including overcoming fear through Christ who gives me power. Devil is clever than human being, is older than human being. And between you and the devil is very clever. Hata saa hii ukijisikia kwenda utachukua simu tu. Una kitu shetani anakuambia jifanye unakoliwa utoke. Ni mjanja sana wewe. Ni mjanja. Devil is clever than human being. Hata ukikula na mlikuwa mnafunga utapanga vizuri. You know brother, enyewe mtu akifunga hafai akikunywa dawa hafai kuwa anafunga. Na unajua hata ndio hizi. Nilikuwa nimepewa dawa. Na hiyo ni za last week. Na siliishi. Devil will give you cleverness. Bwana tusaidie sana. Hata kama umeona huyu dada ulikuwa umemchumbia lakini umeona mwingine brown, asibu brownness inasaidia kitu kwa ndoa. Sasa unakuja unaanza mpango. Sister unakaa wewe siku hizi hata sikuelewi. Umeanza kumwacha. Sikuelewi wewe. Hivyo ndivyo mnaweka wadada vidonda. Sasa hivi tunapoongea wadada walikuwa na sio kuruhusu utaongezana mimi na bado hakujapata.
Sasa unapata wadada wa headquarter wako na vidonda. Group wako sawa kwa sababu group hawezi akauliza mtu na acha pass out. Kwani umerogwa? Unauliza utapasa utini. Ukipata glasi ndio unaweza ulisana. Na ni mkielekea kufuta ukiwa mwaka wa mwisho ndio mnaulizana, sio mwaka wa kwanza. Chako ni chako, ukiombea, usipokiombea ni chako. Hata kama sio chako ufunge na muombe na Pastor Bevo na Pastor Mugangai na Masi na ukaliwe. Kama sio wako atakuacha na ataenda. Stop wasting your time because of fear and panic. You fear airness. Hii mambo ya kuomba na kufunga ndaka sikuachi, wachana naye. Atakuacha tu hata kama sio wako. Na utaachwa tu na utaanza kulia na jicho moja kama mnyama mwingine. Ni mnyama yupi analianga na jicho moja hapa duniani? Si ni punda tu. God has called us, we are more than punda. We cannot struggle with things which belong to us. If you are mine, even without praying, even without buying a gomu, the magnet in me will pull you and you come. Stop wasting your money. Stop wasting your money. The magnet that God has put unto you, all things things which does not belong to you, they will repair. Things which belong to you, they will come. Money is yours. Usianze kung'ang'ana kinda PSAP or whatever. What is yours is yours. All what you need is Jesus Christ. And then Jesus Christ will pour everything to you. You need to forgive people faster. Because miujiza mingi ile watu hawapati hapa duniani ni roho ya kuweka watu na kutosameheana. Hiyo tu inafanyanga muujiza ukifanyia katika maisha yako. Even God has prepared you. Where is the problem? Bwana sifiwe. Another thing is loneliness. Unapata mtu anakaanga tu akiwa kivia, njoo ya kwamba huyu mtu there is fear. There's something has been, fearing. The other thing is helplessness. Umewahi kuona mtu tu hata ndugu akikuja kwako akuulize, dada, Bwana sifiwe sana. Amen. Hakika mimi naona unastahili tu kuwa mchumba wangu. Unajua hata mimi nilikuwa naona hivyo. Yaani dada wewe umekuwa tu. Yaani wewe dada. Hata siku ya kwanza, hata wewe ukasumbua huyu ndugu kumwambia no, God has not spoken to me. If he has spoken to you, he could have first spoken to me before he speak to you. Go and pray again. I'll go and pray. Anakuja mara ya pili unamwambia no, have never had anything. I don't believe. Anaenda mara ya tatu. Niko na msichana wangu hapa anaitwa Masi ni mama sasa. Tuko na mtumishi pastor. Unajua Pastor Mudhama? Si mnajua Pastor Mudhama anakuja hapa ako AP, si ndio? Do you know Masi, siku ile tutasema hebu Masi tuambie wewe ulipata haja na dalili. Atakwambia nilimsungusha mpaka siku ya leo ananiongopanga. Dada usikuwe hoye tu. Habari yako dada nzuri. Mimi ndani ya moyo wangu naona unastahili. Unajua ndugu, hata mimi kuna wakati nimekuwa nikiomba sana. Na nikakuonyesha. My friend, and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. Mungu akitusaidia tutamalizia. So whatever I'm going to do right now.